sajili saizi bado zinaendelea na zimepamba moto kwelikweli. Lakini baada ya kombe la dunia kumalizika, FIFA wamekuja hadharani kulingana na matukio mbalimbali ambayo yalikuwa yametokea, likiwepo bango ambalo lilikuwa limebebwa ambalo lilikuwa lina kule Falkland ambalo lilikuwa linaashiria ama linazungumzia masuala ya kisiasa, linahusianishwa na siasa, lakini pia matukio mbalimbali ambayo yalifanywa na baadhi ya wachezaji wa Argentina, akiwemo Paredes, ambaye wachezaji wawili ambao wanatajwa kwamba wataadhibiwa na FIFA, na adhabu yao inaweza ikawa ni kifungo kisichopungua mechi 6 na 8 hapo kati, pamoja na faini kubwa ya fedha kutokana na matendo yasiyo ya kimpira ambayo yalifanywa kwenye michuano. Na ni kauli ambayo ilikuwa inasubiriwa na wengi. Mimi nasubiri kuona tu ni faini ya fedha ni itakuwa kubwa kiasi gani. Kwa sababu hiyo mechi 6 inawezekana ikawa sio issue sana. Kwa sababu kuna wachezaji wanacheza kwenye hilo eneo. Unajua kuna nyakati ilikuwa haanzi Paredes, anacheza Rodrigo de Paul. Kwa hiyo ni eneo ambalo kuna watu wanaweza kucheza. Mechi inaweza isiwe issue. Fedha ambayo itakuwa kama faini itakuwa ni kiasi gani? Hii inaweza ikaweka labda mazingira ya wachezaji wengine kuwa na hiyo nidhamu. Mechi ikiisha, tumalize kila kitu kwa amani, kwa sababu tunasema game yetu ni fair. Yaani kwa nini watu wanaiondoa kwenye huo fair? Na kitu kingine ni kuhusisha mpira na siasa. Yaani mambo yenu ya kisiasa yabaki kwenye mambo yenu ya siasa. Kwa sababu kuna watu sio watu wa mrengo ambao wewe unautaka. Unaweza kuwa na jambo lako ni jambo zuri na ni la msingi, lakini sio kila mtu kwenye upande huo. Kwa kama watu ambao wako tofauti na wewe, inaweza ikazua taharuki tena pale pale kiwanjani. Shughuli kageuka sio ya mpira tena, ni shughuli ya kisiasa. Kwa hiyo unawaelewa FIFA kwa nini wanajaribu kuzuia hivi vitu, lakini kuna nyakati wao wenyewe kuna mazingira wanajikuta wanashindwa kuondoka kwenye hizo siasa ambazo wanazipiga vita. Kwa hiyo kuna baadhi ya matukio yanatokea kidogo inakuwa inashangaza, lakini nasubiri kuona adhabu ya fedha. Mechi 6 mpaka 8 hapo unazungumza tu kalenda yote ya FIFA itakayotokea hapo ni kuqualify, sijui unacheza sijui mashindano gani ambayo yako chini ya FIFA, wewe hutacheza. Inawezekana ukakaa na ukatulia, kwa sababu hizo mechi 6 mpaka mechi 8 zinaweza kumalizika mpaka kombe la dunia 2030 ifike, kwamba mechi 6 mpaka mechi 8 hazijaisha, itakuwa ni uongo. Itakuwa zishapigwa sana hapo. Lakini pia FIFA chini ya Gianni Infantino ambaye ndo rais wake, wana mpango wa kutoa ama kuuza share kwa makampuni binafsi. Umeelewa hiyo Ashraf? Wana mpango wa kuuza share kwenye makampuni binafsi ili pia iwe ni sehemu ya kuingiza pesa. Sasa inaweza ikaleta conflict of interest pia kwenye washirika. Na ndio maana ukiangalia kama UEFA wameamua kujinyoa. Hawataki hayo mambo. Hawataki. Kwa sababu unajua jana nilikuwa namsikiliza kamanda kwenye maelezo yake. Ukijaribu kuangalia kwa undani unaona kabisa kuna vitu haviwezi kuwa. Yaani kwa sababu kuna mamlaka tu yataondoka kwenye mikono ya FIFA, alafu watu ndio wataanza kuamua wao nini kitokee. Lakini pia kinachotajwa kwamba kinapelekea mpaka haya makubaliano au ili jambo lianze kufikiriwa kufanyika ni wakati wa uelekeo wa kombe la dunia ambalo mwenyeji alikuwa Marekani, Mexico na Canada, ambapo kwenye hao wenyeji Marekani chini ya Donald Trump ndo waliweka hilo shinikizo kwamba sisi bwana tunaweza tukahost, lakini vipengele vyote ambavyo tunavitaka ni hivi, na kampuni ambazo zinatajwa binafsi ni miongoni mwa kampuni ya wakwe wa Donald Trump. Ajue bwana, hii kombe la dunia lililopita hivi ilikuwa na vitu vingi sana. Ilikuwa na vitu vingi sana. Kwanza tulianzia huko kwa watu mara wanazuiliwa kwenda. Yaani kuna vitu vingi sana mpaka hayo mambo ya Argentina ya siasa sijui kufanyaje. Mara mchezaji anapewa kadi lakini anaamua hii tutacheza hatocheza ile. Sijui unanielewa. Kwa hiyo kuna vitu vingi vya ajabu kuhusiana na mpira. Watu tunaangalia dakika 90 lakini nje ya dakika 90 kuna vitu vingi vya ajabu sana ambavyo vimekuwa vikitokea, na wataalamu wa vitu wanaendelea kuchimba huko kujua kwamba ni vitu gani huwa vimekuwa vikitokea. Sasa huyu Donald Trump amekuwa anashinikiza vitu vingi sana vitokee, na I became to realize kwamba ana nguvu kubwa sana ya ushawishi. Ushawishi anao. Sijui unaelewa? Ana nguvu kubwa sana kwa ushawishi na anamshawishi sana yule president wa FIFA, na vitu vingi anaonekana kwamba huwa anakubali. Sasa ashaanza kutengeneza mazingira ya wakwe waende wakapate mchongo tayari kwenye hilo wazo jipya ambalo liko nalo, lakini tulisema hili jambo tunahitaji kuwa ni muhimili tu wenyewe tu ambao unajitegemea. Alafu hawajawahi kusema kwamba wameshindwa kuoperate. Yeah. Sijui unaelewa?
Yaani kwa nini mnataka kuanza kufungua milango mingine ya watu wengine kuingia huko? Kwa mimi sikubaliani nalo na I'm not sure kama litakuja kupita moja kwa moja kwamba watu wamelipitisha. Mimi naamini kuna watu wengi sana watakuwa wanapinga. Tuache mpira ubaki kama ulivyo hivi. Sasa hivi mtatengeneza mazingira gani sasa? Leo wakwe, kesho shangazi tena. Si ni sheria tumetangaza. Sasa si kampuni. Lakini kampuni ya wako wa rais. Yaani strong point ya mtoaji wa wazo hilo ni nini? Si kampuni waingie na kampuni yenyewe mambo yote ya kibiashara ya FIFA. Kwani sasa hivi inasimamiwa na nani? Sasa FIFA wenyewe. Na FIFA wenyewe wanasimamia. Shida ni nini? Wanataka waongeze nguvu. Wanataka kutengeneza ukubwa biashara iwe kubwa ya mpira. Kwa nini biashara ya mpira ni ndogo? Kwenye hii level iliyofika si ni kubwa. Yaani hapa sasa ndo kwa kile ambacho watu walikipokea na wao wakaenda kukifanyia kazi, wameona kina make sense, ndio maana wamekileta kwa watu kwamba tunahitaji ukubwa zaidi ya huu tuliokuwa nao. Kwa kabla jambo halijapitishwa tayari wako washaandaliwa wana kampuni. Kwa taarifa za ndani, hii ulikuwa ni mchongo ambao tayari ulishainjiniwa na ilikuwa ni FIFA tu kukubali na kumaliza hilo jambo. Yes, sasa kama FIFA rais wake ameshakubali, kuna nini tena? Sasa au wengine watajitoa, lakini sasa wakishajitoa maana yake pia kuna mambo yataenda mrama. Naamini ni jambo ambalo kufanikiwa itakuwa ni ngumu. Kwani president anaweza kama amekubali, si ndio? Kwani yeye anafanya maamuzi peke yake? Hapana. Ndio maana unaona Ulaya wao wameamua kujiondoa kwenye hiyo biashara. Hivi unakumbuka kulikuja na habari ya Super League? Watu walianza, vilabu vilianza kujiondoa. Ule mchongo haukuweki out. Si ndio? Haukuweka, na ukitaka kuona kwamba kuna watu walikuja kutengeneza mazingira ambayo mchongo usije ukatokea milele. Unaona format ya Champions League ilivyo leo, ndio ilitakiwa kuwa Super League hivyo. Yaani kinachotokea kwenye Champions League hii format ya leo. Tena wamesema lengo lao jingine ni kurudisha michuano mingine ambayo ilishakufa. Yani, wana mpango wa kuirejesha. Kwao wanawaza fedha, sio wahusika, kwa sababu unajua hapa mashindano mengine yakija wanaokuwa wahanga ni wachezaji. Yaani hapa sasa ndo majeraha kila siku yataanza, kwa sababu wazo mchezaji ana mechi za ligi. Chukua Premier League una mechi 38. Una mechi za FA hatujui timu yako itaishia wapi. Una mechi za Carabao hatujui timu yako itaishia wapi. Una mechi za Champions League hatujui timu yako inaishia wapi. Haya, ukacheze tena qualification za Euro, qualification za kombe la dunia. Hapo hujacheza UEFA Nations League kwa Ulaya. Yaani ukiangalia mtu ana zaidi ya mashindano 6, mchezaji ni yule yule, anachobadilisha ni mazingira tu. Leo ni timu ya taifa, kesho ni club. Kwa hiyo kidogo inatengeneza pia ugumu kwa wachezaji. Muda wa kupumzika unakuwa ni mdogo, lakini mashindano yanakuwa ni mengi. Kwa hiyo waangalie, yes, watu wanahitaji hizo fedha, lakini kwenye mazingira gani? Kwa hiyo hapo utaona watu wengi sana watajiondoa. Kwa sababu mwisho siku mataifa yenye nguvu Ulaya akisema sisi kwenye mchongo hatupo na hatutashiriki kombe la dunia, ni nani anaenda kiwanjani? Kwa sababu kuna mataifa yana nguvu, yani watoe Waingereza, sio Wajerumani, Waspaniola, Wafaransa, yani hao watu watoe, alafu uone nguvu ya mpira. Sasa utakuwa unaongelea nini yani kwa mfano? Ndio tunachokizungumza. Kwa nini kuna namna waangalie mazingira ambayo yatakuwa rafiki kwenye mpira. Sawa sawa. Siku na tarehe kama ya leo, tarehe 30 Julai mwaka 1930 ilichezwa fainali ya kwanza ya kombe la dunia, ambapo Uruguay walikuwa wenyeji na waliwafunga Argentina mabao 4-2. Kwa hiyo leo Uruguay wanaadhimisha miaka mingapi kutoka mwaka 1930 toka wachukue kombe lao la kwanza la dunia. Na ilikuwa ndo fainali ya kwanza ya kombe la dunia. 1930 mpaka leo. Hesabu nilishakimbia huko shule. 30 miaka. Sichukua hiyo after kwa huu mwaka. Toa. Ni simu yangu ina calculator. Haina calculator. Kwa kifupi tu ni kwamba katika historia leo ndio kombe la kwanza la dunia lilichezwa. Fainali ya kombe. Ilichezwa na Uruguay ndo walichukua kombe. Itakuwa miaka 50 ngapi? 50 kweli, 50 haifiki. Miaka mingi sana. 50 inafika 1930. 2026 tu 1930. Hesabu jamani. 30. Umepiga hesabu gani na wewe Vance? Mbona kama wote vichwa vizito? Hapa tunatoa calculator. Ndio nimeenda kuitafuta sina calculator kichwani. Ni miaka 96. Mimi nimesema 50. Miaka 96 imepita toka kombe la dunia ilichezwe fainali ya kwanza. Okay. Hongereni
Maana sisi tunazidi kuitazama. Mimi mpaka sasa hivi sio nimeshatazama finali ngapi za kombe la dunia. Inawezekana hata zikawa 4 labda. Labda 4. Sina kumbukumbu nzuri, labda 4. Tunaanzia 2000 na ngapi? Mimi finali 2000 na ngapi ya kwanza kwenye 2000 na? Mimi finali ya kwanza nimeiangalia ambayo ilichukua Italia 2006. Na mimi ndo finali ambayo mwenyewe ndo niliangalia hiyo ya kwanza. Kwa hiyo 2006, 2010, ya pili 14, 2014 na 18, 22. Kwa hiyo finali ya 6 of course niko sawa. Nilisema 4, ni ya 6. Mungu wangu. Kwa hiyo kuna watu sasa nianze kupunguza kula mafuta mengi. Anza kukaa juani. Nianze kukaa juani niwe nakula mboga na matunda kwa wingi. Nimeanza juzi tu kumbe. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.